Dume letu la kwanza la mbegu limeondoka, manake tumeliuza, tumelichinja kwa sababu ya ugonjwa huo, ama kwa sababu ya changamoto hiyo ya ugonjwa. Tukahofia kwamba huenda endelea kukaa hapa angekufa moja kwa moja. Na leo hii hapa sasa, siku 12 mbele, jike lingine hapa tena limeshikwa kama mnavyoliona hapo. Hilo ambalo limelala hapo, hilo hapo, hili jike halina hamu ya kula tena kama unavyoona hapa. So litaondoka au litapona. Na kama ikitokea kwamba wote hao wameondoka sasa, maana wao wamepata changamoto hii, should we give up? No. Ni kwamba hawa kama wataisha wote, tutaleni lesson, na pia tutatafuta breed nyingine, tutatafuta breeding stock nyingine kwa ajili ya kuventure kwenye ufugaji. Tuna muda wa kusema kwamba tutawaacha nguruwe wote waishe, then wakiisha tuwache moja kwa moja. Hapana, tutaendelea na tutaanza upya kama ikitokea hivyo. Lakini kwa hapa sasa, kwa sababu hiyo changamoto, tunajaribu kukipigia ma veterinary doctor kwamba waje tusaidie hapa. Bado ni challenge, wanasema tu kwamba wao nguruwe kisha kosa hamu ya kula na kuchinjwa, huyu ngoja tujaribishe kwa uwezo wetu tutakavyoweza mpaka hapo atakapokufa kabisa. Kwa sababu wasiwasi uliopo kwamba kama ikitokea hivi anashikwa tu kwamba anakosa hamu ya kula, afu tunasema ni kumchinja. Kwa hiyo inatubidi sasa sisi tuanze mchakato wa kufanya matibabu sisi wenyewe. Hapa tumeshaanza kugugu na kujifunza kutoka kwa wakulima wengine tofauti tofauti, dawa kadhaa, na hapa tunahitaji kununua sasa vifaa vya kutumia sasa kuchoma hawa nguruwe sisi wenyewe. Kama watakufa, kama I don't know, but lazima tujaribishe. Huyu hapa unayemwona hapo, huyo nguruwe ambaye hapo chini, huyo hapo, huyo anaumwa, amekosa hamu ya kula kabisa. Kwa hiyo ngoja tu try out our level best, huenda akapona kabisa. Huyu hapa. Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Hapa tupo shambani kwetu ambapo tunafuga nguruwe. So kwa wiki kadhaa, hasa wiki 2 iliyopita mpaka leo, nguruwe wetu wameanza kuumwa na ugonjwa zaidi. Sijui kama ni ugonjwa au ni nini, ni kwamba wanakosa tu hamu ya kula. Kuna dume letu ambao tulikuwa nalo hapa ambalo lilikosa hamu ya kula kabisa, ikawa tunakunywa maji alafu chakula kingine halinywi hilo dume. Na wiki moja nyingine sasa mbele, kuna jike letu la pale mbele pia nalo pia limeanza kuonyesha dalili kama ile kutokula chakula. So hii inakuwa ni challenge kwa sababu dume letu lile pale ambao ndo dume pekee yake tulikuwa nalo shambani, na tulinunua kwa bei ghali sana kwa sababu ilikuwa ni dume ambalo tulitaka liwe dume la mbegu, kwa tukanunua kwa jumla ya Laki 6. So tukaamua kulichinja dume letu lile, then tukaliuza. But baada ya kufanya vile tukaishia kupata tu Laki 3. So kulichinja na kuliuza dume letu lile pale tukapata Laki 3 peke yake, kwa tukaripoti loss ya Laki 3 nyingine. Hapo hatuja factor in mambo ya chakula, dawa na muda ambao lilikaa hapa shambani. So hiyo kwa loss namba 1. Na loss ya pili pia ambayo kama ikitokea pia ni hilo jike ambalo liko hapo, ambalo pia tulinunua kwa shilingi Laki 5, ni landless. Nalo pia lipo kwenye riski ya kupotea. Kwa sababu gani nasema hivyo kwamba ipo kwenye riski ya kupotea? Ni kwamba kama hapa zikiumwa, ukijaribisha kuwatafuta wataalamu wa mifugo, veterinary doctor wale ambao wako hapa wameajiriwa na serikali, wao anakuambia tu wakionyesha hiyo dalili, basi mchinje huyo nguruwe. Atakuwa ni ugonjwa ule unaoitwa African swine fever, homa ya nguruwe, kwa ugonjwa hatari sana ambao kama nguruwe akishaushika hatapona tena. But kinachotushangaza zaidi, mpaka leo tumeanza kuwapigia simu kabisa, ni kwamba kwa nini inachukua muda mrefu hivyo? Yaani ukuta nguruwe mmoja mpaka kuja kushikwa
inatumia muda mrefu zaidi. Kwa nini wote wasishike kwa wakati mmoja, ama interval ile ambayo kutoka mmoja kwenda nyingine ni kubwa, yani almost wiki nzima. Kwa mfano kama huyo alishikwa toka wiki moja na nusu iliyopita kule, then ndo tukachukua maamuzi ya kumchinja baada ya siku 6 mbele. Lakini leo hii kuna mwingine tena ametokea hapo baada ya wiki moja, siku 13 hivi zimeisha toka ile mwingine tumtoe shambani kwetu hapa. So kwa instance hiyo sasa, kwamba je, ni huo ugonjwa wenyewe, na je kwa hilo sasa shamba letu hili lote au nguruwe wote ambao tunao hapa wanaenda kupotea ama kuteketea? Umeona, kwa sababu kiangalia hapa kwenye upande wa capital tu ambao tuliweka hapa kununua hawa wanyama imetukosti almost $2.5 million. Sasa hatujazungumzia kwenye upande wa structure kama hizi ambao tumeweka hapa, vyakula na dawa kama hizi ambao tunazinunua hapa kwa ajili ya kuwahudumia nguruwe. So ni kama almost $3 million sasa, na shamba letu hili hapa lina muda wa miezi 4 tu kutoka tumeanzisha. Kumbuka kama tumeanza mwezi wa pili. Mchakato wa kujenga shamba letu hili tulianza mwezi wa kwanza, lakini mpaka tulete hao mifugo tumeanza kuleta mwezi wa pili. So in fact hatuja make any money kutokana na hii venture ya nguruwe, na kwa hali inavyoendelea hapa, kama zote zitaisha, manake ni really loss ambayo inaenda kutokea hapa kwenye upande wa ufugaji wa nguruwe zaidi. Na kitu cha muhimu zaidi ambacho kinaleta changamoto na pia ni kujifunza zaidi ni kwa namna ya kuwatunza hawa nguruwe. Siamini kwamba nguruwe kwamba hawaumi kabisa, kwamba kutokea kwa hizi instance za kukosa hamu ya kula zinaweza ndio zikawa sababu kupelekea kwamba nguruwe huyo tayari kwamba hawezi kupona tena mwisho. So hiyo ni challenging. So guys, hii venture yetu ya nguruwe inaweza ikawa ni changamoto pia. So ni challenge ya kufanya ufugaji. Wanyama hawa wanakuwa ni more risk kwa upande huu. So tunaangalia hii venture nzima ikienda kukambo sasa hapa. Muda time ambao tumededicate kwenye hii hapa, maybe whether tuone hapa, na kwa kingine ambacho tutarajia kukifanya sisi nadhani ni kuanza kufanya mchakato wa kuwatibu sisi wenyewe. Tuseme tunapigia tena veterinary doctor, veterinary hawa specialist ambao wako mtaani, kwa sababu wanatukatisha tamaa.